Mungu wetu na Baba yetu, sisi hatujastahili kusimama mbele za madhabahu yako na mbele za watakatifu wako Bwana. Lakini Bwana umetustahilisha. Kwa hiyo ninakuomba ule mto uliousema utokao katika hekalu lako kwenye Ezekiel 47 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea, wakati mtumishi wako atakapokuwa akiyanena maneno yako, ukatuchukue na kutubeba kabisa. Tusiishie kuukanyaga tu, ukatubebe na kutupeleka na kutuendesha katika kusudi lako katika jina la Yesu. Ninamweka mikononi mwako Bwana, ya kwamba ukamtumie mwili wake, kinywa chake, viungo vyake katika kusema na kanisa lako. Akatwae kutoka katika yaliyo katika hazina yako na kuwapasha habari za mambo makuu yajayo watu wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ninaomba nikiamini ya kwamba Bwana, siku hii ya leo tutatoka tukiwa tumepokea kitu kutoka katika madhabahu yako. Katika jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, ninaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Vijana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee napenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya mume wangu. Amenipa mume mzuri ambaye kwa kweli ni support yangu kubwa sana katika utumishi huu. Mungu angenipa mume wa kunikandamiza, sijui ningefika wapi. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen. Lakini napenda pia kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mungu kwa unyenyekevu. Sijastahili kuwa mahali hapa au kupata na fursa hii, lakini kwa neema yake Mungu amenipa kibali siku ya leo. Baba, asante kwa kutupa sisi vijana nafasi ya kusimama mbele ya kanisa. Viongozi wangu wa vijana nawashukuru sana, Mungu awabariki. Kanisa la Mungu, Mungu awabariki sana. Haleluya. Leo ni siku nzuri Mungu ameikusudia. Hapa nikiangalia naona vijana wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni kama kanisa letu limetawaliwa na vijana zaidi, si ndio? Kwa hiyo wazee kama ningesema tuwainue watu wanaozidi miaka 45 hawazidi 10. Kwa hiyo sisi ni vijana ambao Mungu ametukusudia ndani ya kanisa letu zuri, na hii ni wiki yetu na Mungu anatutarajia tufanye mambo makubwa ya utukufu wake. Haleluya. Naomba tukumbushane kwa sababu ni siku yetu. Mstari wetu wa mwaka unasemaje? Naomba uweke Zaburi 60 mstari wa 12 ili tujikumbushe kwa sababu ni wiki yetu vijana na ni muhimu kutujikumbusha mstari wetu wa mwaka. Zaburi 60:12. Zaburi 60:12 Biblia inasema, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, kwa maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Amen. Kwa msaada wa Bwana tutatenda makuu, kwa maana yeye amewakanyaga watesi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uamsho agenda yetu, nguvu zaidi. Uamsho agenda yetu, nguvu zaidi. Amen. Mungu awabariki sana. Sasa kwa kuwa leo ni siku yetu nzuri vijana, tujikumbushe kidogo kweli ya Biblia. Naomba msomaji wangu tufungue kitabu kile cha Mhubiri 12 na ile sura ya 1. Tujikumbushe kweli. Huu sio ujumbe ambao tunaenda kusikia siku ya leo, lakini tujikumbushe kama vijana. Mhubiri 12 mstari wa 1 Biblia inasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Mmesikia vijana? Tumkumbuke Mungu siku za ujana wetu. Mmeona mlichokifanya hapa siku ya leo? Mmeona sifa mlotongoza siku ya leo vijana? Mungu wetu anaitaka sifa hiyo kila itwapo leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu anatutaka sisi tusiwe watu wa milipuko. Vijana tupo? Tumkumbuke Mungu wetu siku za ujana wetu kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Mimi nikazifananisha siku za ujana ni kama asubuhi na siku zile mbaya ni kama jioni. Asubuhi unapoamka unakuwa na nguvu nyingi, si ndio? Unapanga mambo yako, unaweka mikakati mizuri. Inapofika jioni, wakati mwingine mwili unakuwa umechoka, hata kama ukiletewa dili ni kama kwa kuwa ule mwili umechoka na uchovu mwingi, muda mwingine unaweza usifanye vizuri, si ndivyo? Sasa kwa sababu wewe ni kijana, tazama siku yako kila siku, tazama ujana wako kama asubuhi yako ambayo Mungu amekukusudia wewe kufanya mambo makubwa na mapinduzi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku zilizo mbaya zikija, utatamani kulukaluka hapa. Utatamani kutoka kwenda mitaani kutangaza habari njema, hutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utatamani yamkini hata
upewa hata maiki basi hata uimbe kawimbo kadogo tu, lakini huwezi. Kwa sababu gani? Ni siku zilizo mbaya za kuchoka. Sasa hivi unazo nguvu za kumtumikia Mungu. Hizo nguvu ziwekeze kwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Basi twende katika neno lea ujumbe wa leo ambao Mungu ameukusudia kwa ajili ya kanisa lake. Ujumbe wetu una kichwa kinachosema simama imara kwenye nafasi yako. Simama imara kwenye nafasi yako. Naomba tusome ile Ezekiel 22:30, kisha utanisomea pia na Nehemia 1 yote. Nehemia nzima mstari sura ile ya kwanza. Ezekiel 22 mstari wa 30. Ezekiel 22 mstari wa 30, Biblia inasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Nehemia sura ya kwanza. Nehemia sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema, habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kislevu, mwaka wa 20, nilipokuwapo Shushani ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliosalimika ambao hawakuchukuliwa uhamishoni na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu waliosalimika waliosalia huko katika mkoa ule wamo katika hali ya dhiki kubwa na aibu, tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hapo niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema, nakusihi e Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu, mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema, mkikosa nitawatawanya katika mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua ili kuliweka jina langu hapo. Basi watu hao ni watumishi wako na watu wako uliowakomboa kwa uweza wako mwingi na kwa mkono wako hodari. E Bwana, nakusihi litege sikio lako, uyasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahi kulicha jina lako, na kuomba sana unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele ya mtu huyu, maana nilikuwa mnyoshaji wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu wetu ni pendo. Mungu wetu amejawa upendo. Na ndio maana Mungu aliye mfalme, aliye mkuu, Bwana Yesu asifiwe, akamuumba mwanadamu kwa upendo wake, akampa mamlaka ya kutawala na kutiisha kila atakachokitaka kukitiisha, akampa nguvu. Lakini huyu mwanadamu ambaye Mungu alimuumba kwa upendo, akampa vyote hivyo, mamlaka na nguvu na utiisho ndani yake, anamkosea Mungu, anaasi. Mungu alivyokuwa Mungu wetu kwa sababu ni wa upendo, akampa huyu mwanadamu kwanza utashi ni mzuri kwa sababu haukulazimishi sana kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ubaya wa utashi ni kwamba haukulazimishi kumwabudu Mungu. Lakini utashi ambao pia Mungu ameweka ndani yetu unakupa wewe fursa ya kumkubali Mungu, kumsogeza karibu na maisha yako na kumwabudu na kumpa yeye kipaumbele cha mambo yote. Sasa huyu mwanadamu ambaye Mungu amempenda sana,
akaweka utashi ndani yake. Pamoja na ule upendo ambao Mungu alimuonesha, mwanadamu huyu anamkosea Mungu, anamuasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu wa upendo, anatoka tena kwenda kumtafuta huyu mwanadamu aliyemkosea, wakati alikuwa na kila sababu za kumwangamiza. Ukisoma kwenye ile Yohana 3:16, neno linasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Ili aje kwa ajili ya sisi hapa ambao Mungu alitupenda kwa upendo wake, na sisi wenyewe kwa utashi wetu tukamuasi na kumuacha, bado Mungu anamtoa mwanae wa pekee. Jinsi gani upendo wa Mungu ulivyokuwa mkuu kwa mwanadamu, kiasi cha kwamba hata yule mwanae akaona kwamba si kitu huyu mwanadamu apotee, lakini mwanangu atatoka ili yule mwanadamu niliyemuumba mimi kwa ajili yangu mimi mwenyewe apatikane tena arejee kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tumesoma kwa habari za Ezekiel kwamba Mungu akatafuta mtu miongoni mwao atakayelijenga boma na kusimama mahali palipoharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa swali letu ujumbe wetu unasema kwamba simama imara kwenye nafasi yako. Lakini swali linakuja, je, ni nani wa kusimama mahali palipobomoka? Wewe mwanadamu ambaye Mungu amekupenda sana, kwa utashi wako ukachukua hatua ya kumwasi Mungu. Leo Mungu anatuuliza ni nani wa kusimama mahali palipobomoka? Mungu anaposema kwamba anamtafuta mtu wa kusimama mahali palipobomoka, ana maana ya kwamba anamtafuta mtu wa kumrejeshea sifa zake hapa duniani. Anamtafuta mtu wa kumuinulia utukufu wake hapa duniani. Kwa sababu Mungu anasema kwamba hapendi kumwona hata mtu mmoja akipotea. Na ndio maana ulikuwa wa thamani sana, pamoja na kuasi akamtoa mwanae ili kutafuta kule ulikopotea na kukurejesha tena kwake. Kwa hiyo alipomuumba mwanadamu kwenye ile Mwanzo 1:26 anasema kwamba na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Sasa alipomuumba mwanadamu, matarajio makubwa ya Mungu ilikuwa ni kwamba kwa ule mfano wake, kwa ule utawala wake, ukuu wake, ufalme wake kule mbinguni, ndivyo na hivyo pia mwanadamu awe hapa duniani. Lakini mwanadamu sasa aliyeumbiwa hayo yote mamlaka, akaasi mbele za Mungu na kuyaona yale yote si kitu, ila bado Mungu wetu anaturejesha kwake kwa upendo. Haleluya. Amen. Sasa tumezisoma habari za Nehemia. Tumeona kwamba mtu huyu alichukuliwa mateka wakati ule wa uhamisho. Alikuwa ni mnyweshaji, ni liwali, tena na nafasi ya unyweshaji katika nyumba ya mfalme. Sasa anapata taarifa kwa habari ya ndugu zake kwamba ndugu zako wanapitia dhiki kuu. Lakini si hivyo tu, mji mtakatifu wa Mungu umebomolewa na malango yake yamechomwa moto. Nehemia anaingiwa na huzuni ya kibinadamu, lakini hakuishia hapo. Anamgeukia Mungu kwa toba kwa ajili ya ndugu zake. Sasa leo hii tunaitazama hii habari kama sisi hapa tulioko hapa duniani. Mungu alitupa dunia nzuri ya kupendeza, lakini maasi na uovu duniani vimekuwa yameongezeka. Yaani dunia ni kama inachanganyikiwa. Vijana leo hii kuna watu wanaamini kwamba mtu anazaliwa hana jinsia. Yaani kwamba jinsia akaitafute yeye mwenyewe. Atakapokuwa mtu mzima au basi mwenyewe atakapojitambua ataamua mwenyewe kwamba anataka niwe jinsia gani. Sisi wanadamu ambao Mungu ametupa dunia hii ili sisi tumwakilishe Mungu wetu hapa duniani, ili jina lake lipate kutukuzwa, lakini wanadamu sisi tumeamua kuelekea katika njia zetu na kumkosea Mungu. Sasa wana wa Israeli hawa ni watu ambao tunazijua habari zao. Mungu alipowatoa katika ule utumwa wa kule Misri, akawaongoza kule jangwani, akawalisha mana, akawanywesha maji mazuri ya kwenye miamba, akatenda matendo makuu na kuwavusha katika bahari ya Shamu. Pamoja na matendo yote makuu ambayo Mungu alikuwa amewafanyia wana wa Israeli, bado wana wa Israeli wanakuja kumwasi Mungu, wanamuacha, wanaanza kuabudu miungu, na ndio hicho chanzo cha wao kwenda utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa na sisi hapa leo, Mungu huyu ambaye ametupenda sana, ametupa kila kitu sisi wanadamu hapa duniani,
bado tunamuasi Mungu wetu, tunarudi tena katika kuabudu sanamu. Leo hii makanisa yapo ambayo yamehalalisha ndoa za ushoga za jinsia moja. Wameinuka manabii wa uongo ambao kanisa ni kimbilio la watu kupata tumaini, lakini wao wamegeuza kama kanisa ni biashara yao ya kupata kipato. Sasa katika hali kama hii dunia ilipofika, Mungu anauliza, je, ni nani wa kusimama mahali palipobomoka? Haleluya. Amen. Mungu wetu anatuuliza kipindi hiki ambacho kuna taharuki duniani, ni nani wa kusimama mahali palipobomoka ili asije akaiangamiza nchi, ili asije akaliangamiza kanisa? Ni nani wa kusimama mahali palipobomoka? Sasa Nehemia hakuishia katika ile huzuni ya kibinadamu tu, akachukua hatua na kwenda mbele za Mungu kwa toba na kulia kwa ajili ya ule mji wa Yerusalemu na watu wale waliokuwa wanaingia katika dhiki. Kwa hiyo kumbe, kwa kusema hivyo, kanisa la leo, Mungu anatutazama sisi kama watu wanaotakiwa kusimama mahali palipobomoka ili kumrejeshea Mungu sifa duniani na mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyakati hizi ambazo yani kuna mambo ni ajabu sana. Ukifuatilia kwenye mitandao kuna mambo ni ajabu sana. Dunia imefika pabaya. Yani kuna mahali vijana ni kama hawataki kuelewa au kusikia kabisa. Wamevurugwa. Na ndio maana leo katika siku yetu sisi vijana tunajikumbusha ya kwamba tumkumbuke Mungu wetu wakati wa ujana, kwa sababu siku zilizo mbaya zinakuja. Siku ambazo utakuwa na majuto kwamba light kama wakati ule ningelifanya hiki. Light wakati ule ningemsikiliza Roho na kufanya hivi. Sasa kabla hizo siku hazijaje zilizo mbaya, ambazo ndizo hizi tulizo nazo katika nyakati hizi, mkumbuke Mungu wako kila wakati na kusimama katika nafasi yako. Kama tunavyomwona Nehemia, sio kama aliwaombea ndugu zake tu, alilia kwa ajili ya wale wana wa Israeli wote waliokuwa katika mateso. Na sisi kanisa tunayo nafasi, sio kama Mungu ametuokoa tuje kukaa kusikiliza kila siku na kuondoka. Jumapili tunakuja, Jumatano, Ijumaa. Na ndio maana Yesu agizo lake kuu alivyoondoka akasema, enendeni ulimwenguni. Kwa hiyo hata sasa hivi Mungu anapoona dunia, watu wake hao wazuri aliowaumba kwa mfano wake na sura yake, kwa kusudi lake, wanapitia mateso, shetani anawahangaisha kila siku na masumbufu ya dunia, analitazama kanisa limesimama wapi katika zamu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sisi ambao Mungu ametuita, Yesu ametuachia agizo kuu la kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, sio kutoka na kuhubiri na kuacha mtaani. Yesu anatamani kuona matokeo, kwa sababu moto ni kweli upo wa jehanamu. Siku ile ya mwisho watateketezwa wengi, na Mungu atusaidie kanisa lake. Lakini kimsingi moto haukuwekwa kwa ajili yetu sisi. Moto ni wa Ibilisi pamoja na malaika zake walioasi. Na ndio maana Mungu huyu ambaye anampenda sana mwanadamu hapendi kumwona mwanadamu anapotea. Anamtafuta kwa ile, yani kwa damu ya thamani ya mwanae mpendwa wa pekee, kumrejesha kwake, kwa sababu hataki huyu mwanadamu apotee. Lakini sasa ni nani wa kuifanya hiyo kazi? Kwa sababu Mungu ametumba kwa sura yake na mfano wake. Ni sisi hapa ambao tunamwakilisha Mungu wetu kule mbinguni, wa kusimama mahali ambapo pamebomoka, na Mungu anatarajia kutuona sisi tukifanya matokeo, mapinduzi katika ulimwengu wa roho na wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mambo ya kushangaza na kusikitisha tunapoiona nchi imefika katika hali kama hii. Kwa lugha nyingine ya kiroho ni kwamba kuna mahali kanisa limelala. Kwamba ni kweli Bwana ulisema kwa kinywa cha mtumishi wako Musa kwamba watu hawa wakiniacha mimi wakanisahau, nitawatawanya, lakini kama watarejea kwa toba nitawarudisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe kama kanisa, kabla mambo hayajaharibika, tunayo nafasi kubwa ya kurudi mbele za Mungu kwa toba na kumsihi Bwana kwa habari ya mahali palipobomoka. Unaweza ukajiona uko salama sana kwa sababu watoto wako naona wako vizuri, lakini yamkini hujajua mambo ya asili yanayoendelea. Mimi kuna kisa kimoja niliwahi kukutana nacho. Mama mmoja alikuwa na mapacha wawili, hao tu. Kisa cha kweli kabisa.
Sasa amewalea, mama ana hela sana, amewalea katika yale makuzi. Najua mnajua watu wenye hela wanavyowalea watoto wao. Watoto wakirudi nyumbani they are very decent, yani ni watoto watiifu, kila wanachoambiwa afanye. Sasa yule mama akapelekewa mashtaka kwamba watoto wako wanajihusisha na madawa ya kulevya. Yule mama hakukubali kwa sababu anawajua watoto wake ni watiifu. Siku moja sijui imekuwaje, amerudi kutoka kazini, anakuta wale mapacha wanadungana sindano. Kama mzazi na yani alikuwa katika hali mbaya, ilimchukua muda mrefu kurejea. Ndio maana nasema usiposimama ukafikiri watoto wako wako salama, haujajua mambo ya asili ambayo adui amewakusudia wao. Haujajua zile ajenda za asili ambazo adui amekusudia wao. Ukiendelea kusoma kitabu cha Nehemia huko mbele, anapopata kibali cha kwenda kujenga mji wa Yerusalemu, wakainuka watu vikainuka vikwazo, Sanbalati pamoja na Tobia. Lakini kila walipokuwa wakipanga mambo ya asili, kwa sababu Nehemia alikuwa amejiposition katika nafasi yake vizuri, alizipata zile habari na wakajipanga sawa sawa. Lakini sasa usipokaa sawa sawa katika nafasi yako, ni saa ngapi utajua yale yanayoendelea kwa siri? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu ametukusudia sisi kanisa la City Light Temple. Ninajua jina hili Mungu alitupatia kwamba sisi ni mwanga. Ninajua katika ulimwengu wa roho Mungu anafuatilia hilo jina. Sisi ni nuru. Na anatutazamia sisi kama nuru tuangaze. Manake sisi ni tumaini la wengine wengi ambao wanateseka katika mateso, wanateswa na adui. Mungu anatutazama kama City Light Temple kwamba hili jina lilipowekwa walisema kwamba wao ni nuru, wataangaza. Lakini mbona kama ninaona giza? Siuoni mwanga wao. Tutamani yani tusiwe kanisa la kawaida. Mungu akitazama duniani anaiona nuru yake kweli ipo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu sisi ndo ametukusudia kwa ajili ya kizazi hiki. Katika ulimwengu huu ulioharibika, bado Mungu akitazama anasema nina watu wangu pale City Light Temple na wategemea. Akiangalia mambo yanayoendelea katika taifa, anaangalia bado nina watu wangu wako kwenye zamu, wamesimama. Akiangalia mambo ya ushoga huko barabarani, anaangalia kuna watu wangu pale City Light Temple na wategemea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame mahali palipobomoka, kila mmoja kwa nafasi yake. Sasa wana wa Israeli kwa wakati huo waliabudu vinyago kabisa vya kuona, wanaabudu, wanafanya nini? Leo hii sisi hatuabudu vinyago. Tunakuja kanisani, tunaabudu, tunaondoka, tunatembea vizuri kabisa na Mungu. Lakini Mungu akiangalia anaona mbona huyu mtu anaabudu bado sanamu? Utajiuliza hivi sanamu ni kitu gani hiki ambacho mimi nakiabudu? Lakini sisi leo hii wa Kristo tumegeuza simu zetu kuwa sanamu. Kwa sababu Mungu anasema nikaribieni nami nitawakaribia. Ila wengi wetu sisi kitu cha kwanza tukiamka ni simu. Ndio kitu ambacho kiko moyoni mwetu sisi hapa. Kwa kila Mungu anapoangalia, mbona hao watu kama wameniacha? Wanaabudu sanamu. Sanamu zetu ni tamthilia ambazo tunazipenda sana kuzifuatilia katika TV. Yaani tunavipa vitu vya ulimwengu muda mwingi kuliko kumpa Mungu muda. Mungu anatutafuta sisi tusimame sawa sawa. Hakutuokoa ili tukae tu relax. Tena kuna wakati nilikuwa nasoma mahali fulani, hukumu yetu nafikiri itakuwa kali zaidi ya wengine. Ni bora wale wasiojua kweli kuliko sisi ambao tunaijua kweli, alafu tukashindwa kusimama sawa sawa katika zamu yetu. Baba huwa anasema kwamba tutahukumiwa kwa kutokutimiza wajibu. Sasa hukumu yake itakuwa ni kali. Mzazi unapomwagiza mtoto kufanya kitu ukakuta hajafanya, kichapo chake huwa ni kikubwa, kwa sababu ni tofauti na yule ambaye hukumwambia, vyombo vilikuwepo, hukumwambia. Yamkini labda alikuwa na mambo ya majukumu yake mengi. Ila yule ambaye ulishampa taarifa kabisa kwamba nikirudi vyombo visafi, unakuta vyombo vichafu. Kwa tafsiri yake unasemaje? Huyu mtoto hanisikilizi, haniheshimu. Ndivyo itakavyokuwa na kwetu sisi pia. Hatuombi kwa sababu tunayo nafasi ya kurejea tena kwa Mungu na kusimama sawa sawa mahali palipobomoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu anatupenda sana. Tunapoyasikia maneno kama haya,
huu ujumbe sio kwa ajili ya kanisa, hata kwa ajili yangu pia. Mungu anapouleta ujumbe kama huu, ulikuja nikaona jaribu kwenda kwingine kama jumbe 2 nikarejeshwa tena hapa. Manake Mungu anatukusudia sisi kanisa. Baba ametangaza kwa habari ya maombi siku 3. Kwanza ukifuatilia kimsingi yale maombi sio kwa ajili ya kumsaidia baba, ni maisha yako binafsi wewe. Ni kujitengenezea mazingira mazuri wewe na Mungu wako. Yaani hata kama baba mwenyewe ataamua akae nyumbani kwake aombe, au aje kanisani peke yake aombe, bado mbele za Mungu ana thawabu yake. Wewe usipokuja hawezi kuhukumiwa, kwa sababu wewe tayari umeshaambiwa njoo kwenye maombi. Haujasimama katika nafasi yako sawa sawa. Lakini kutwa unamtaka huyo Mungu huyo akufanyie matendo makubwa ya ajabu. Kama hawa na Waisraeli aliowapenda sana, akawavusha maajabu ambayo hayajawahi kutokea tena ulimwenguni, bahari kupasuka. Wakamwasi tena Mungu. Mungu akawapeleka utumwani. Sembuse wewe. Tena sisi tuko katika agano jipya, agano ambalo lilo bora kabisa. Mambo ambayo Mungu anayataka ni madogo sana. Ni madogo sana. Sisi hatupigani vita. Hatumtaki Mungu kwamba tumevamiwa sio na maadui kutoka. Mungu wetu sisi anatutaka tu kusimama, yani kujiposition mahali ambapo kila wakati akiangalia anamuona binti yake yule pale, anamuona kijana, anamuona mtoto huyu hapa kasimama, kwa sababu wazazi wamemrithisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa twende tukaangalie mambo ya kuzingatia ili tuweze kusimama imara katika nafasi zetu, sawa sawa katika nafasi zetu. Jambo la kwanza ni lazima uwe mtu wa maombi. Jambo la kwanza lazima uwe mtu wa maombi. Baba ametangaza kwa habari ya siku 3 hapa za maombi. Pasipo maombi sisi hatuwezi, kwa sababu mapinduzi yetu sisi kama Wakristo yanapatikana katika maombi. Ili tuone kwamba huyu mtu amefanya jambo kubwa la kustaajabisha mpaka watu wanashangaa, manake kuna jambo kubwa kwenye ulimwengu wa roho limefanyika alipochukua hatua ya kwenda mbele za Mungu kwa maombi. Sasa ukisoma katika kile kitabu cha Esther, sitasoma kwa sababu ya muda. Ukianza katika ile sura ya 4 mpaka ya 8. Wakati ule mjomba wake Mordekai amempelekea habari ya wana wa Wayahudi kuangamizwa. Esther anachukua hatua ya kwenda mbele za Mungu kavu kuomba kwa ajili ya taifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Esther anachukua hatua ya kwenda mbele za Mungu kuomba kwa ajili ya taifa. Leo hii tunaweza tukaona kabisa mambo yanaendelea kwenye familia sio sawa, na unamsikia roho anakuwa yani tena anakuelekeza kabisa jambo hili mwisho wake huwa hapa ni mbaya, lakini hauchukui hatua. Na badala yake tunajikuta tumeangukia katika majanga makubwa. Lakini Esther aliposikia kwa habari ya wana Wayahudi, kwa habari ya Wayahudi ambao walikuwa wanaelekea kwenye maangamizo, ni kweli kwa wakati fulani ni kama alikuwa anajaribu kujificha. Sasa sababu nyingi, baba wao anasema usifanye sababu kwa sababu, hata kama kweli sababu ipo. Ila Mordekai akamwambia usifikiri kama wewe utapona, lakini nani ajuaye kama Mungu alikukusudia kwa ajili ya nyakati kama hizi. Ndipo Esther anapochukua nafasi ya kusimama kwenye zamu yake. Unapokuja hapa ukaomba, ukakuta kuna maombi ya kuombea kanisa, hitaji lako hata moja halijatajwa, unaposhughulika na hayo mahitaji, uwe na uhakika Mungu anashughulika na yako pia. Esther alipochukua hatua kwenda mbele za Mungu kuomba kwa ajili ya wana Wayahudi, kwa ajili ya Wayahudi, Mungu alimpa kibali cha ajabu. Tena mfalme anamwambia hata nusu ya ufalme nitakupa, unataka nini? Kwa hiyo kumbe tunapochukua hatua za kwenda mbele za Mungu kwa maombi, kuna mabadiliko makubwa yanatokea, kuna mapinduzi yanatokea katika ulimwengu wa roho na yanakuja kujidhihirisha katika ulimwengu wa mwili. Ni kwa sababu tu tumeamua kuchukua hatua na kusimama sawa sawa. Kwa hiyo ili uweze kusimama mahali pako sawa sawa, ni lazima uwe mtu wa maombi uliye imara. Vijana tunaelewana? Amen. Huu ni wakati wetu sisi. Zitakuja nyakati ambazo huwezi kuomba hata lisali moja, umechoka. Sasa hivi hata masaa 5 unaweza ukafululiza, si ndio?
hujataka tu, labda kama hujawahi kwenda masaa 5 au kukesha ukiwa unaomba tu, hujataka, lakini una nguvu. Na Mungu anasema kwamba katika ile Yohana wa kwanza kwamba ametuandikia vijana tunazo nguvu, na kwamba neno la Mungu linakaa ndani yetu. Kwa hiyo nguvu hizi ambazo Mungu anasema ametuandikia ni hizi nguvu anazitaka kutuona tunasimama sawa sawa, tunakuwa giants of prayer. Yaani Mungu anapotazama na waona watoto wangu wale pale wamesimama kwa ajili ya kazi yangu, ili tuweze kuona hii City Light Temple inakuwa sio ya kawaida, haitatokea kimeujiza. Ni lazima tusimame sawa sawa katika maombi, ili tuwaone watoto wetu wanafanikiwa, vizazi na vizazi vitakavyokuja vikamjue Mungu wetu wa kweli. Ni lazima tusimame sasa hivi tuombe kwa ajili ya vizazi vyetu, ili wao pia wasije wakaingia katika utumwa. Sasa hivi hawachukuliwi ule utumwa wa kibinadamu, watachukuliwa utumwa wa shetani. Shetani atawataabisha huku na huku. Hatua ya pili ya kuchukua, jambo la pili, ni lazima tudumu katika kulisoma neno la Mungu. Tuwe watu wa kulisoma neno la Mungu. Neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yetu, mioyoni mwetu. Mungu anapotufunua mioyo yetu analiona neno lake. Mahali fulani nikasema adui hakuogopi kwa sababu una fedha nyingi, haogopi cheo chako. Tena usipoangalia vizuri atakugaragaza vibaya mno. Adui akija akikuangalia anachokiogopa neno lililojaa ndani yako, ujasiri ulionao katika neno la Mungu. Na hata Yesu tunapomuona, kitu cha kwanza anachomwambia adui anapoenda kumjaribu baada ya zile siku 40, anaanza kumwambia basi kama mwana wa Mungu badilisha mikate. Yesu anamwambia imeandikwa. Hatumshindi adui kwa nguvu, kwa kunyanyua chuma. Tunamshinda adui kwa neno la Mungu. Sasa ukisoma kwa habari ya mtumishi wa Mungu Danieli 9 yote ile, ukipata nafasi utaenda ukasoma, utaona kwamba neno la Mungu linasema katika kuvisoma vitabu akagundua kwamba walipaswa kuwa utumwani miaka 70. Ila sasa ile zile siku zilipitiliza. Kumbe Danieli asingepitia vile vitabu kusoma, asingejua kwamba wakati wa kukaa utumwani umepitiliza. Wakati wa kukaa utumwani umefika kikomo. Walitakiwa watoke sasa warudi kwenye mataifa yao. Kuna shida, kuna taabu, kuna masumbufu unaweza kuwa unayapitia. Sio kama ndio yamekungangania au ndio umeandikiwa hayo. Ni kwa sababu bado haujamsikia Mungu kwenye neno lake anasema nini. Yamkini ilikuwa ni kwa kitambo tu, kwa kusudi lake Mungu mwenyewe. Ila kwa muda huu akasema mwanangu mpaka hapa ikifika, ili nitakuwa nimeshamwachia. Ila kwa sababu hatusomi neno, huwezi kumsikia Mungu, na sauti ya Mungu inapatikana kwenye neno lake. Kwa hiyo kumbe tunapolisoma neno la Mungu kila wakati, ndipo tunapomsikia Mungu anasema nini juu ya familia zetu, juu ya maisha yetu, juu ya kanisa, juu ya taifa, juu ya vizazi vitakavyokuja, juu ya biashara yako wewe mwenyewe, juu ya maadui zako wale kukusudia mabaya. Utamsikia Mungu akikusemesha kwa kupitia neno lake. Kwa hiyo kumbe tunaposoma neno la Mungu, tunamsikia Mungu akisema na maisha yetu. Tunachukua hatua ya kusimama sawa sawa mahali palipobomoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatua ya tatu, ni lazima uwe mtu wa kumpenda Mungu. Hili baba amefundisha kama wiki 2 nafikiri zilizopita kwa habari ya kumpenda Mungu. Ni lazima uwe mtu unayempenda Mungu. Ukisoma ile Warumi 8:38, naomba tusome hapo. Kadhalika Mungu naye ufanya kazi. Warumi 8:38. Hizi 28. Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Biblia inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Amen. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote
Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa ajili ya kusudi lake. Kwa hiyo kumbe ili Mungu aweze kufanya kazi pamoja na wewe, ni lazima kwanza moyo wako umpende yeye. Baba ametufundisha kwa habari ya amri kuu ya Mungu ni kumpenda Mungu kwa moyo wako, kwa akili, kwa mali na vyote ulivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kumbe unapompenda Mungu, unapojiweka karibu na Mungu, na ndipo Mungu anapokuwa rafiki yako, anakujulisha mambo ya siri ambayo wengine upembeni yako hawayajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani yale mambo ya siri ambayo yamkini adui amekukusudia mabaya, kwa sababu wewe una moyo wa kumpenda Mungu, hata kikawaida tu rafiki yako wa karibu amesikia mabaya juu yako, hawezi kunyamaza kimya. Atakuja atakujulisha, kuna jambo hili na hili limekusudiwa juu yako. Sasa ndivyo Mungu wetu alivyo kwetu sisi. Isipokuwa tu umempenda yeye, moyo wako na wa kwake vimeambatana, Mungu atakujulisha mambo ambayo watu wengine hawajafahamishwa bado. Mungu atakujulisha mambo ya vizazi vyako vinavyokuja. Mungu atakuonesha mambo makubwa juu ya kanisa. Mungu atakufunulia mambo juu ya taifa lake. Amen. Na atakuongoza namna ya kuomba sawa sawa. Amen. Kwa sababu kuna wakati tunaweza tukaomba kwa yani tunatapatapa. Lakini unapokuwa karibu na Mungu, anakufahamisha namna ya kusimama na kupiga pale pale panapotakiwa. Amen. Kwa sababu ni hatari sana unapigana vita, alafu unarusha silaha kule ambako yani unatapatapa tu, haujui kama ndiko adui alipo, uelewi. Lakini vita inayofanikiwa ni ile vita ambayo unamjua adui yangu yuko hapa na unamlenga. Si ndivyo? Amen. Sasa ndivyo Mungu anavyotutaka kwamba tunavyompenda, tunapomkaribia, ndivyo na yeye anavyotuonesha mambo ya siri yasiyoonekana kwa macho ya kibinadamu, kwa macho haya ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pointi ya 4 ni lazima uwe mtu mwaminifu mbele za Mungu. Ukizisoma habari za Yusufu, ukianza ile sura ya 39 mpaka mwisho kule 56, utaona namna ambavyo huyu Yusufu alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Pamoja na kwamba alikuwa ni kijana aliyeuzwa utumwani, lakini bado tumaini lake lilikuwa ni kwa Mungu. Na hata kuna wakati tunamuona anafikia hatua ya kuingia kwenye hatari, yule mke wa bwana wake akimlazimisha kuingia katika uovu. Yusufu alikuwa na nafasi kubwa, yeye kama kijana. Vijana tupo? Vijana tupo. Yusufu alikuwa na nafasi kubwa kwa sababu bwana wake hakuwepo. Neno la Mungu linasema hivi, hakukuwa na mtu yoyote pale nyumbani siku hiyo, ni yeye na mke wa bwana wake. Kwa hiyo kama angekuwa ni kijana wa hovyo, yamkini angeweza kutekeleza mambo yake akasema hakuna atakayejua. Lakini akamwambia yule mtu, nimtende Mungu wangu uovu wa namna hii? Na anamwambia bwana wangu amenipa mamlaka juu ya vitu vyote. Vyote na wala hakujua chochote kinachohusu hii familia au maisha yake isipokuwa chakula anachompa mezani. Lakini anamwambia anamwambia kwamba lakini alichonizuilia ni wewe tu, mke wake. Lakini anarudi kumwambia kwamba nimtende Mungu wangu uovu mkuu namna hii? Kwa vijana wa leo angeweza kusema hakuna anayeona. Na yamkini kwa sababu ni bosi wake, labda alikuwa anampa vihela vidogo vidogo. Labda alimwaahidi majumba, magari. Labda kuna kitu kikubwa alikuwa amemwaahidi. Sasa yule kijana angeweza kusema sasa hii ndo nafasi yangu ya kutoboa. Na hivi ni mtumwa katika nchi. Sasa hii ndo nafasi yangu. Lakini akasimama kwa uaminifu. Akasema hapana. Ni lazima Mungu wangu aliye juu ajulikane. Ndivyo Mungu anapotuangalia na sisi vijana ndani ya kanisa siku hii ya leo. Akiangalia katika dunia hii iliyojaa uovu, vijana ni kama wamejitoa ufahamu. Kijana wa kiume anang'ang'ana kuvaa nguo za kike, anang'ang'ana kujirudisha katika hali ya kike. Mungu akiangalia katika mazingira kama hayo, Street Temple anaona vijana waliosimama wenye nguvu, ambao hawako tayari kuacha wokovu kwa ajili ya mambo ya dunia. Mungu akiangalia vijana wahuni huko barabarani, wavuta bangi, vijana vidokozi, akiangalia bado anaona kuna watu
Vijana Streetlight Temple wamesimama kwa ajili yangu mimi, na wakitoka ninapata sifa huko mbinguni. Ndivyo Mungu anavyotutaka sisi vijana tusimame. Yaani kila mahali utakapokuwa, Bwana Yesu asifiwe. Yaani utakapoingia mahali watu wanapata utisho kwamba hapa aliyeingia huyu sio kijana wa kawaida. Hata kama kuna mtu anajaribu kuleta mambo ya ovyo, lakini kwa sababu ya ule uaminifu wako mbele za Mungu, yeye mwenyewe anaondoka na mambo yake. Kuna wakati ni kweli tukiachana hapa kila mtu ana mambo yake huko barabarani, hatufuatiliani, lakini hizo nyakati ambazo unakuwa peke yako, uaminifu wako mbele za Mungu unakuaje? Unasimama vipi na huyu Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu hakutuita yani tuje hapa kanisani tuwe ni watu wa kuingia na kutoka. Tukitoka nje tuna maisha yetu, tukirudi hapa Bwana Yesu asifiwe. Tukitoka nje tuna maisha yetu, tukirudi hapa Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatutaka vivyo hivyo tunavyoenenda hapa kanisani kama vijana, na kule nje watu wakiangalia wanauliza huyu kijana anaabudu wapi? Natamani kulijua kanisa lake. Vijana tupo. Mungu atusaidie. Amen. Tuko nyakati za hatari. Neema hii Mungu amekupatia si bure, ni upendeleo. Wengine wanateseka sio kama wanapenda. Kuna watu wanangangana watoke kwenye hayo madawa ya kulevya, hawawezi. Tena wanalia. Lakini we Mungu amekupa neema ya kusimama na kuwa imara hivyo ulivyo. Mtukuze Mungu wako na ujitoe kama dhabihu mbele za Mungu. Amen. Mungu ametukusudia leo mema. Tukiamua kuchukua nafasi zetu kusimama sawa sawa mahali palipobomoka kwa ajili yake. Yaani kama dunia itageuka itasema hakuna vijana ambao wanamwabudu Mungu wa kweli, wakirudi hapa Streetlight Temple wanawakuta wapi? Kama dunia itakengeuka na kusema kwamba hakuna watu wanawake wanaomwabudu Mungu wa kweli, wakija hapa wanawakuta wapo wanawake wanaobujika kila wakati kwa ajili ya Mungu wao. Amen. Wakisema kwamba dunia wanaume wameharibika, hakuna wanaume waaminifu, wakija hapa wanawaona wanaume ambao wameamua kusimama sawa sawa na Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapo wanaume kweli kweli nasikiaga kwamba hakuna mwanaume mwaminifu. Mimi nasema yupo, na mume wangu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Wapo mbele za Mungu ambao wamesimama, lakini ni wewe mwanamke usimame imara sawa sawa. Adui ni msumbufu na hawezi kukuacha kawaida. Ni msumbufu, atakusumbua kweli kweli, lakini na wewe lazima uoneshe msimamo wako. Usimame kwa uaminifu mbele za Mungu na utamshangaa Bwana. Haleluya. Amen. Amen. Pointi yetu ya mwisho ambayo ni ya 5 inasema lazima uwe mtu jasiri. Kijana lazima uwe jasiri. Tukizisoma habari za Gideoni katika ile Warumi 6, tunamwona wakati ule malaika anamtembelea pale, anaanza kujitetea, mimi ni kijana mdogo, sijui jamii yangu ndo ndogo na sisi ni maskini. Malaika anamwambia wewe ni shujaa. Mungu amekukusudia wewe kuleta ukombozi juu ya taifa lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tunaona kwamba Gideoni kwa kupitia yeye Israeli wanapata tena ukombozi, ambao walikuwa wameingia utumwani kwa miaka 7. Wamidiani waliwatesa. Lakini kwa kuwa yeye aliamua kusimama kwa uaminifu, akawa jasiri. Tena aliamua kuchukua ule ujasiri, akateketeza zile ashera zote. Ashera ni vile vilinge vya miungu ambao walikuwa wanavijenga vidogo vidogo. Akateketeza miungu yao, akaibomoa kwa ujasiri. Ndivyo na Mungu anavyotutaka sisi, kwamba adui anapotuletea vishawishi vyake, Bwana Yesu asifiwe, anaukuta ujasiri ndani yetu. Leo tumejifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Ukimruhusu ndani ya maisha yako, anakupa ujasiri usio wa kawaida. Sitaki kujisifia, lakini nataka kusema kwamba neema hii nilionayo kusimama mbele hapa ni kwa sababu ya ujasiri ambao Roho Mtakatifu amenipatia. Amen. Asingelikuwa Roho Mtakatifu, labda ningekuwa natetemeka hapa, sielewi nasema nini. Lakini kwa sababu Roho Mtakatifu akiingia ndani yako kijana, anakupa ujasiri usio wa kawaida. Amen. Haleluya. Amen. Neno hili lilete mabadiliko kwetu sisi vijana. Tuko kwenye hatari. Na Mungu anatutazama sisi kama vijana kusimama mahali palipobomoka. Wazee wamechoka. Sisi ndo tumbebe baba. Anatutegemea sisi vijana, lakini kila akija katikati ya ibada haoni vijana. Tuko busy kutafuta yale
na mengine tutazidishiwa, ndio hayo tunayoyataka zaidi. Lakini kutafuta ufalme wake kwanza hatutaki. Vijana ambao kila Ijumaa hapa ni maombi, tunatangaziwa maombi na baba, tunao ni maombi mazuri sana. Saa 2 ni masaa 3 tu. Basi umebanwa na shughuli nyingi za siku. Jitenge. Mbona uko kwenye hatari? Ujione huruma. Masaa 3 kuja mbele za Mungu kwa ajili yako, lakini haupo. Gideon akakubali kwa ujasiri kusimama. Tena Mungu anapomsemesha kwa habari ya kwenda kupigana na Wamidiani, lilikuwa ni jeshi kubwa. Ila sasa Mungu akamwambia, naomba uwatangazie, ikiwa kuna mtu anaona kwamba ana hofu, ana uoga, mwambie arudi nyumbani. Wakarudi kundi kubwa wao. Akasema bado hili sio kundi ambalo linaenda kuwapa wana wa Israeli ushindi. Wapeleke kwenye maji tena. Wakaenda kwenye maji. Wanainama, wengine sio wanalamba. Akamwambia haya, hawa 300 hawa ndo watakwenda kuleta ushindi. Sasa na Mungu wetu sisi anatutaka vijana ambao ni majasiri. Hatuna hofu wala uoga ndani yetu. Adui akiangalia, anapozunguka akitafuta mtu ammeze, hakuti kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio adui anatoka katika kutafuta huko, akija, yani kwanza hata huyu sina habari naye, mbona huyu mara moja hata ashughuliki na wewe, anamtuma tu agenti yake, shughulika naye huyu. Kwa sababu gani? Huna nguvu ndani yako. Vijana, wiki letu lipo kwa ajili ya kutukumbusha nafasi zetu mbele za Mungu. Sisi ni kina nani? Mungu anatutegemea sisi ndo tulete mapinduzi. Ikiwa dunia bado haitaki kuelewa kwamba wapo watu wanaosimama wakilitia jina la Kristo na mambo yanabadilika, wakiangalia vijana wanasema kweli hapa kuna mwamko, mtu amke tumfuate huyo Mungu anaomwabudu wa vijana. Lakini sisi ndo tumekuwa wale watu wa kufuatisha namna ya dunia hii. Badala sisi tubadilishe namna ya dunia kumfuata Kristo. Vijana tupo. Hii ni wiki letu na Mungu ametukusudia sisi tusimame. Lichukue neno hili uende nalo. Usiposimama sawa sawa, zinakuja siku za hatari. Utakaza usema mimi sina furaha katika siku hizi. Maadamu una nguvu, hii ni fursa yako ya kusimama imara mbele za Mungu. Kama ni kuimba, imba kwa kumaanisha. Kama ni kumchezea Mungu, mchezee kwa kumaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni kutoka mitaani, nenda kwa kumaanisha. Kama ni kumtegemeza mchungaji, mshikilia kwa kumaanisha. Wasikusumbue maneno ya pembeni. Si ya kujipendeka. Maneno yapo ni ya kawaida. Lakini maadamu unafanya kwa ajili ya Mungu wako, na Mungu sana ujua moyo, ukimaanisha anajua, ukitaka kujionesha anajua. Kwa sababu kuna wakati unafanya mambo kama kweli unamaanisha na umesimama sawa sana ndani ya kanisa. Kuna wakati haikulazimu sana mpaka mtu akuone kufanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nafahamu kuna watu wanakesha hapa. Sio kama mchungaji amewatuma waje kukesha. Nimepata nafasi ya kusikia na nilimshangaa Mungu. Wanaliombea kanisa na taifa. Sijasikia hata hitaji lake hata moja huyo mtu. Ni mambo ya kustajabisha na ni kijana. Sasa wewe jiulize, unasimama vipi katika nafasi yako? Simama sawa sawa. Hata kama mchungaji hakuoni, Mungu aliye mbinguni anakuona. Kwa wakati wako atakulipa yeye mwenyewe. Amen. Mungu wetu ametukusudia vijana na anatuambia nimewaandikia vijana kwa sababu mnazo nguvu. Yaani Mungu mwenyewe anatuambia kwamba tuna nguvu, lakini sisi vijana tunataka kujiona walala hoi, hatuna nguvu legelege. Wakati vijana tuamke. Wakati umefika sasa tuamke. Huo usingizi tuliolala umetosha. Hata tulale kila siku usingizi hauishi. Tuamke. Tusimame na huyu baba. Ameletwa kwa kusudi. Sisi ndo tunataka tulibebe kanisa. Yaani mtu akifika hapa anajua hapa kuna vijana. Sitaki kujisifia, lakini nilikotoka namshukuru Mungu kwamba vijana ni wanafanya mapinduzi ya hatari. Yule baba wa watu karelax, hasumbuki. Vijana kila siku wana hiki nikikuonesha mikakati ambayo vijana wanao ndani ya kanisa lile utashangaa. Kwa wakati ule nilikuwa katibu wa vijana.
Kuna vijana tulikuwa tunatumika nao, kuna mambo ya kanisa mnashughulika, hana kazi, lakini unaona kwenye michango katoa 10,000, katoa shingapi, katoa 500, hana kazi. Dada, mimi sina, lakini mimi nitaleta kuni, nitafanya hivi. Leo hii nakwambia ni mtu yule kijana, mimi namshanga, ni mtu mkubwa na Mungu amempa mke mzuri. Usijionee huruma, tumika mbele za Mungu. Usijionee huruma, yani usilielie. Unaliaje kijana? Unajionaje? Huna buku ya kutoa kwa ajili ya kanisa? Huna shingmia? Si watu Mungu anajua kwamba hiki ndicho alichonacho. Usijionee huruma, kwa sababu ukivingangania, mtumishi hapa alitoka kusema, ukitoa Mungu anapenda mkono unaotoa kuliko unaopokea. Ukitoa kwa ajili ya Mungu, Mungu atakujaza maradufu. Usipende kujionea huruma. Sikia wivu unapoona wa mama wa baba wanafanya, afu wewe kijana hufanyi kitu. Tujiweke mikakati ya kujiorganize, mipango mizuri. Buku shingapi. Kwa sababu gani? Mungu ndo anatutegemea sisi vijana kusimama na kanisa. Kanisa ni vijana, na Mungu amelibariki kanisa hili na vijana wengi. Wazee ni wachache. Tushikamane, tuifanye kazi ya Mungu. Sisemi tunanyosheana video, lakini tusinyosheane. Ukimwona mtu anafanya vizuri, mpongeze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe tamani kufanya kwa sehemu yako. Usione kwamba ili ni la huyu. Hapa nimetoka niliuliza swali kwamba je, ni nani wa kusimama mahali palipobomoka? Watu tunadhani kwamba mtu wa kusimama mahali palipobomoka labda ni baba, mchungaji, wazee wa kanisa, viongozi, mashemasi. Wakati kila mtu ndani ya kanisa la Mungu ana wajibu. Sisi tu viungo katika mwili wa Kristo. Mkono ukiwa haupo, unafikiri huu mwili utakulaje? Macho yakiwa hayapo, nitaenda vipi? Si nitaanguka hapa. Miguu kama haipo, siwezi kumove. Kwa hiyo sisi tunategemeana. Yupo baba, mbeba maono, wapo wasaidizi, wapo wazee wa kanisa, wapo viongozi, mashemasi, na wewe mtu mmoja mmoja kwa nafasi yako. Mungu anakutazama. Usimame sawa sawa ili tumletee sifa. Tusimame mahali palipobomoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaamini vijana kuanzia leo Mungu atatusaidia kubadilika. Amen. Amen. Siwaseme vijana, mimi pia nikiwemo, kwa sababu kuna mahali na mimi sifanyi sawa sawa kama vijana. Na Mungu atusaidie. Amen. Baba, sisi tunashukuru sana kwa nafasi hii kama vijana. Lakini kwa kweli kutoka moyoni natamani vijana tuinuke. Yaani Mungu akiangalia hapa City Light Temple, anasema nina vijana ninaowategemea. Wazee hawawezi, wamechoka. Baba anachoka huyu. Sisi ndio wakumuinua mikono yake, tumtegemeze. Sio lazima aone. Sisi wenyewe akija anashangaa. Kwani imekwaje? Anashangaa. Nimewatolea mfano mimi kule nilikotoka. Ndipo anaposhangaga yule mzee. Akija anakuta vitu vya ajabu. Vijana wamefanya mpaka sasa shaona kawaida. Na sisi tubadilike. Tusikie wivu. Yapo makanisa na mengine mengi ambao wote tunajua vijana wanafanya vizuri. Na sisi vijana tubadilike. Tusiwe tu tunasherehekea hiki wiki kimoja kikishaisha tunakuwa kama mishumaa tumezima. Ikija tunawaka tena waa. Ikiondoka tunazima. Tunajisahau mpaka tena wiki mwakani. Tuinuke. Tusikie wivu. Tukiangalia mama wanafanya mambo makubwa, tusikie wivu. Kwa sababu sisi vijana tumeandikiwa tuna nguvu, sio wa mama. Vijana tunazo nguvu. Tuinuke, tusimame sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mungu wetu alibariki neno lake. Ninaamini ya kwamba haya ndio ameyakusudia kwa ajili ya kanisa lake siku ya leo.